siku ya 3 tupo hapa tunafundisha somo letu ambalo linasema kumvaa Kristo. Kuvaa Kristo katika maisha yetu. Paulo akaambia kanisa la Wagalatia kwamba ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Na ninyi nyote ambao mmebatizwa kwa jina la Kristo mmemvaa Kristo. Nikasema ya kwamba kuvaa kinyo wanakuwa wanavaa ni nguo. Na nguo wanapoivaa inakuwa na maana mbili kubwa katika maisha ya mwenye kuivaa. Ama inakuwa na tafsiri mbili. Ama inakuwa na faida mbili kubwa. Nikuonyesha ya kwamba faida ya kwanza ya nguo kwenye mwili ya mtu ni kusitiri aibu ya mwenye kuvaa hiyo nguo. Ama kufunika aibu yake, kusitiri mwili wake. Na faida ya pili ni kutambulisha mwenye anavaa hiyo nguo ni mtu wa aina gani. Inatuidentifie, nguo inakuwa inaidentifie mtu. Nikuonyesha ya kwamba tangu zamani makuhani ili watambulikane, Mungu alimwambia Musa watengenezee mavazi itakao tofautisha na watu wengine. Wanapoona mwenye kuvaa mavazi ya namna hiyo, watambue kwamba huyo ni kuhani. Nikuonyesha kwamba pia maaskari, kwa kuwatambua kama ni askari, hawezi kumtambua kama hana uniforme, kama hana teni. Wakongomani wenye wako enda kucheza huko, kikio kinawatambulisha ni ile sare yenye wako nayo, ile uniforme. Wako wanapita wanajua huyo ni Mkongomani halisi, ni mshabiki wa hiyo timu. Kuonesha ya kwamba kahaba naye wakati wa zamani alikuwa mtambua kwa mavazi yake. Kuonesha ya kwamba kitabu cha Mwanzo ukisoma pale sura yake 37, ukisoma mstari wa 3, na Luka na 31 hadi 33, utaona jinsi gani ile mavazi ilikuwa inatambulishana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ahimidiwe. Kuna mtu mmoja walimtambua kama ni kahaba na hakukuwa kahaba. Tamari walimtambua kwamba ni kahaba kwa sababu alikuwa mjane, na ili aonekane kwa kahaba apieje mko yake, Biblia inasema akavua mavazi ya ujane yenye alikuwa anamtambulia ako kama ni mjane, iko hapo, alikufa, alifisha bwana. Ile siku akavaa mavazi ya kikahaba, akajidegize, akaweka hata na utashi juu ya uso wake ama voile, usudi basi mtambue. Bamuko yake akapita hapo, alipoona huyo mtu anavaa mavazi ya kikahaba, akasema huyu ni kahaba, akamtongoza na akalala naye atwende huko. Lakini napenda tuambie, mavazi ya mtu namtambulishaka. Yusufu naye ukiangalia kitabu cha Mwanzo hiyo sura yake 38 13 hadi 25, utaona historia pale namna gani baba yake alikuwa anamfanyia mavazi. Ukianza taku sura ya kwanza utatambua jinsi gani huyo mtu naye alitambulika kwa mavazi yake. Na kitabu cha Ufunuo sura yake ya 3 mstari wa 17 hadi 18, Biblia inasema ya kwamba wanamfunulia Yohana ya kwamba kuna watu wanajigamba ya kwamba wako watajiri na wako na mavazi mazuri. Akamwambia sema, nakupa shauri, kuja kwangu upate utajiri
na upate mavazi na kufunika aibu yako, utupu wako usionekane. Na kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 kianza mstari wake wa 7 hadi wa 11 na 12, utaona jinsi gani mtu wa kwanza alipotoka kwenye utukufu wa Mungu akaonekana iko uchi, ambaye aliitwa Adamu. Akajishonea mavazi ya majani ili tu mradi afunike utupu wake, afunike aibu yake. Lakini Mungu kwa upendo wake hakupenda mwanadamu aonekane yuko mtupu. Inasema akamujia Adamu, akamtengenezea mavazi ya ngozi ya kondoo ili aibu yake isionekane mbele ya manyama, ili amtofautishe na nyama zingine, sababu nyama yenye haina akili inakuwaka tu, haina mavazi na haijue kama haina mavazi, iko uchi tu, kila itole. Mungu akupenda mwanadamu abaki mtupu mbele ya mataifa, na hapo ndipo mwanzo ya ukombozi ilianzia, ili Mungu atufunikie aibu. Mungu akachinja kondoo ili damu imwangike, na hiyo kondoo vazi yake ifunikie Adamu na mke wake aibu. Kristo naye ili atuondolee aibu tuliyokuwa nayo, ili atuondolee utupu tuliokuwa nao, ilibidi Yesu atoe uhai wake. Haleluya! Atoe mwili wake. Najua mwili wa Yesu ulitundikwaka utupu hadharani mbele ya watu wote. Kale kenye mnaonaka wanavua wanamvalisha kakashe sexe, ni Barome ndio wanakafanyaka vile. Lakini aibu ya dunia yote ilikuwa juu yake. Mwanaume mwenye alikuwa anafanya miujiza, Maria Magdalena mwenye alikuwa na pepo 7 na alikuwa kahaba mwenye kujulikana mumuji, lakini Yesu akamponya na hizo pepo 7 na akampatia jina na akamuondolea aibu na ukahaba katoka. Lakini siku hiyo ilibidi Yesu amtie juu ya msalaba butupu mbele ya yule Maria, ili aibu ya kanisa isiwepo tena mbele ya mataifa, ili aibu yako na yangu mimi isiwepo tena, ili tusionekane mbele ya mataifa ya kwamba tuko utupu, tusionekane tena kama tuko uchi, tusionekane tena kama tuko ekabodi. Ilibidi Yesu avue mavazi, ama avuliwe mavazi, aonekane kuwa hafai, achukue udhaifu wetu ili tuwe jinsi tulivyo siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Paulo naye akagundua akasema ya kwamba wote waliomwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao lazima wamvae Kristo, na wanapomvaa Kristo aibu ya Mkristo inafanya nini? Inaondolewa. Utupu wa Mkristo unafanya nini? Unaondolewa. Na nikasema ya kwamba kuvaa, tutamvaa Kristo kama vile nguo. Kisi ile nguo inakwenda funika utupu wetu na kutufunikia aibu. Kristo katika maisha yetu, tunapoonekana mbele za watu, aibu yetu isionekane tena, na tunamvaa Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Pia tujulikane, tutambuliwe na mataifa kupitia vazi ambalo ni Yesu Kristo tunalivaa. Najua tangu zamani, kabla haujamwamini Kristo, nafikiri hukukuwa unajulikana hata siku moja. Haukukuwa na identite, ulikuwa unaitwa kwa majina ya zamani, ulikuwa unavaa vazi lingine, vazi la aibu. Lakini tangu ulipompokea Yesu Kristo,
akakuvika vazi jipya, akakuondolea aibu. Zile jina hawakukuita tena kwa zile majina. Haleluya, haleluya, haleluya. Sijue maisha yako unamvaa nani, ili ukwe identifie, ili ujulikane. Kama uko soda wa nchi ya Kongo, kama hauna teni ya nchi ya Kongo, hawatakutambua kama uko askari wa nchi ya Kongo. Lakini kitakacho kutambulisha ya kwamba uko mwenyeji wa mbinguni, uko Mkristo, jina ambalo unajiita wala wanalokuita sio kwa kuitwa tu lile jina, lakini ukimvaa Kristo, watu wanapoona maisha mapya katika maisha yako, wanaona Kristo ndani mwako na wanasema huyu ni Mkristo. Najua kuna watu wengine walibatizwa, lakini ni kama vile walienda kukoga tu. Ubatizo ambao wanasema hapa ya kwamba nyinyi nyote mliobatizwa mmemvaa Kristo, sio ile ubatizo ulibatiziwaka. Kubatizwa ni nini? Yenye imesemwa hapa kama tukibatizwa kwa jina la Kristo tunamvaa Kristo. Yaani hauwezi ukabatizwa kama ukutubu. Kutubu ni kufanya nini? Ni kugairi maisha ya zamani, kugairi ile nguo yenye ulikuwa unavaa, yenye ilikuwa inakupatia aibu, yenye ilikuwa wanakupanga majira za kila aina, ni kuvua ile vazi. Linasema mtu akibatizwa akiwa ndani ya Kristo. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wa 17 inasema mtu akiwa ndani ya Kristo, mtu akimvaa Kristo, anakuwa kiumbe kipya. Ya zamani yametoweka na sasa yamekuwa mapya. Maisha yake inaanza kutangaza Kristo. Kuvaa Kristo ni communion avec Jésus, ni relation avec Jésus. Haleluya. Kumvaa Kristo tutamvaa kama vile nguo, tutamvaa katika ulimwengu wa roho. Uhusiano wetu, ushirika wetu sisi na Kristo itatuma watu wanapotuona nasema unamfanana na Kristo. Haleluya. Shirika ambao Petro alikuwa nao na Yesu, walipomuona iko naota moto siku yenye Yesu anakamatwa, akamwambia unamfanana Yesu. Hata kama uko unajificha, akakataa, akamwambia na kusema yako na kutembea yako. Katika hali ya kimwili Petro hakuwa anafanana na Yesu, lakini katika hali ya kiroho, kwa sababu kulikuwa kulishakuwa ushirika, uhusiano, amemvaa Kristo. Unajua mtu anafananaka na nguo ambao anaivaa. Ukivaa nguo ya samani utafanana na mtu wa samani. Ukivaa nguo yenye ina samani utafanana na mtu mwenye hana nini? Hana samani. Tukimvaa Kristo lazima watu watatuidentifie kupitia nguo ambayo tumevaa. Petro bakamwambia atokatae na kutembea yako na kusema yako na comportement yako na style de vie yako, style ya kutembea. Haleluya. Unge kutembea nao ni style, unge kuvaa nao ni style, unge kusema nao ni style. Tukimvaa Kristo lazima tutakuwa na style ya Yesu Kristo katika mambo yote. Style de vie, hali yetu ya maisha itareflekte, itaonekanisha Kristo katika maisha yetu. Najua ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 11 mstari wake 26, hapo ndipo jina la Ukristo ulianzia. Walipoona watu waliomvaa Kristo wanaanza kutembea sawa Yesu, wanaanza kusema sawa Kristo, maisha yao wanaanza ishi sawa na Kristo, wakawapanga majina. Nasema hapo wakaitwa Wakristo hapo Antiokia, wakaitwa Wakristo hapo kwanza. Hakuna mtu mwenye alijiita Mkristo, lakini watu walipoona hawa wanamvaa Kristo na maisha yao inabadilika, wakaanza kuwaita Wakristo. Na wewe ukimvaa Kristo hautajiteteaka mbele za watu.
watu watakuwa na kutetea na kukushuhudia kwenye weha huko, sababu wanaona nguo ambayo unaivaa inafanana na Kristo. Lakini kanisa lazima mtambue ya kwamba kama kuko uniforme za kila nchi, za kila kampuni, na ndivyo Wakristo nao wako na uniform. Lazima wawe na nguo kwanza iwafunikie aibu yao, ifunike utupu wao, isionekanake mbele za watu, ambalo ni jina la Yesu Kristo. Na pili, mataifa wajue kwamba wale ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Soma kitabu cha Yohana Injili sura yake ya 13 mstari wake wa 34 hadi 35 yake. Somaji ndio usomee pale, watu wakiwa wanaona mwenyewe.